Hakuna mwanamke anayemheshimu mwanaume anayefanyaje, anayemhudumia. Yaani ukiona unaishi na mwanamke anakuhudumia, huyo mwanamke akuheshimu. Kwa sababu unaweza kumwambia ulikuwa wapi? Yaani wewe ndio unahudumiwa, afu unaambia nilikuwa wapi? Na anarudi amechoka, ni amerudi. Sikatoka kukutana na ngosha huko, kachoka. Anarudi hivi. Mautamu. Katoka kumwaga mautamu sehemu. Sema amina. Amina. Kachoka hivi. Ulikuwa wapi? Mbona umechoka hivi? Anakuangalia chini. Mshenzi vipi wewe? Anakwambia nilikuwa kazini kwenda kutafuta chakula cha wewe kula. Niangalie usoni. Unajibu nini hapo? Ni mke wako. Niangalie usoni haraka. Huyu mwanamke ndo kaenda karudi saa 7 usiku. Wewe si utaki kufanya kazi, una bonge la chupi, sawa? Unakaa sebleni asubuhi mpaka saa ngapi? Mpaka usiku unaangalia tamthilia, sawa? Wewe ni Benteni, wewe ni Serengeti, wewe ni Mzee wa Mteremko. Sasa huyu ni mke wako, amerudi saa 7 ya usiku. Unamuuliza umetoka wapi? Wewe kama nani? Kama mume au kama mke? Ukilelewa mwanamke ndo anakuwa mwanaume, na wewe unaelelewa ndo unakuwa demu, kwa sababu anaye provide ndio mwanaume. Mungu alimuumba mwanaume, kisha akatoa nini? Ubavu. Akamwambia mwanaume Adamu, akamwambia wewe ni mke wangu, ni mwanamke, umetoka kwangu. Mwanaume anatakiwa mwanamke afanyaje? Atoke kwako. Mwanamke anarudi saa 7, ananunua luku, mwanamke ananunua umeme, mwanamke anafanya kila kitu, analipa ada watoto, analipa nyumba, kila kitu, anakulipia mpaka mafuta ya gari yako, anakununulia mpaka jeans. Unakwenda kwa washikaji, mwanangu mimi nina demu, mwanangu mke wangu mimi ananipenda. Kumbe huyo mke wako bwana wake yuko pale pale anakuangalia tu, ndiye anakupenda. Okay, unaonekana taira, umevaa jinsi ya mshikaji. Kwa nini? Kwa sababu ya uvivu. Kikao cha wanaume kinasema mwanaume anayejitambua lazima aprovide katika familia yake, na tukifanya hivyo tutakuwa na wanaume jasiri, tutakuwa na wanaume ambao wanajua nisipotoka